Kuna hii ndoto ya kuota msiba, mtu amekufa, mtu yuko kwenye jeneza. Unapoota mtu amekufa, namba moja ni taarifa ya kifo cha rohoni. Baada ya kumotea mtu huyo hivyo, ni kweli kama alikuwa ameokoka, amesimama na Mungu vizuri, basi unakuwa umepewa taarifa kwamba mtu huyo anaweza akaacha njia za Mungu, akawa ni mtu tu wa kawaida ambaye hana hofu na uchaji wa Mungu tena. Namba mbili huwa ni kifo cha mwilini. Ukimotea mtu amekufa, basi ni taarifa ya kwamba mtu huyo anaweza akapoteza uhai wake kweli. Kwa hiyo sio ndoto ya kupuuza, na ni mbaya sana, kwa sababu nadhani hata kama mwenyewe umejiotea umekufa, nafahamu kabisa ukiamka tu kutoka usingizini, basi utajisikia kuna hali fulani ya kupoteza amani kabisa. Ndoto hii unapoiota, iwe umemotea mtu unayemjua au haumjui, ni Mungu amekuamini uweze kumwombea mtu huyo ili avuke kwenye wakati mbaya ambao uko mbele yake. Endapo ukiota mtu amekufa na ikatokea amekufa kweli, usifurahi kwamba mimi ni nabii, niliota na imetokea, imetimia, imekuwa kweli amefariki. Unapaswa uumie sana, kwa sababu Mungu hakutaka aruhusu mabaya yampate mtu huyo, isipokuwa amekujuza wewe uweze kumwombea avuke. Kwa sababu vifo vingi sana ambavyo vinatokea, unakuta ni vifo ambavyo vimepangwa kwenye ulimwengu wa giza. Hivyo Mungu anakuamini, anakujuza wewe ili uweze kumwombea mtu huyo na abakie kuwa salama. Ukiota mtu amekufa, kama ni kwa ajali, kama ni kwa magonjwa na akafa kweli, jisikie mzigo, kana kwamba ile damu ikiwa ni damu ya mtu aliyezulumiwa uhai wake, ile damu itakuwa ni hatia mikononi mwako, maana Mungu alikuamini wewe. Naomba uzingatie, ukiota mtu yuko kwenye jeneza au wewe mwenyewe uko kwenye jeneza, jeneza huwa ni kielelezo cha roho ya uharibifu au roho ambayo inamfunga mtu kwenye madhabahu ya vitu kuharibika na kufa. Kwa sababu ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ile 50 mstari wa 26, utaona wakamwandaa Yusufu, wakamweka kwenye sanduku ili asiharibike. Lakini kitabu cha Luka sura 7 mstari wa 14, Biblia inasema akakaribia, akaligusa jeneza, wale waliokuwa wakilichukua wakasimama, akasema, kijana, na kuambia inuka. Mtu anapoota yuko ndani ya jeneza, hiyo roho inatengeneza uharibifu juu ya mambo mengi sana, hususan kimaisha. Vile vile jeneza lina uwezo wa kumtenga mtu kwenye ulimwengu wa roho na watu ambao ni sahihi kwenye maisha yake. Watu wengi ambao waliota wako ndani ya jeneza, maisha yao ukiangalia vizuri, watu ambao ni sahihi kwenye maisha yao huwa wanaondoka na wanakuwa mbali na wao. Tuangalie tu maisha ya kawaida ya mwilini. Maisha ya kawaida ya mwilini, mtu akiwa amekufa alafu akawekwa kwenye jeneza, watu wote waliomzunguka, hata kama wanampenda kwa kiasi gani, hawawezi kukubali waingie ndani ya jeneza wakae pamoja naye. Kwa hiyo inakuwaga ni roho ya kumtenga mtu na watu ambao sahihi kwenye maisha yake. Unapoiota ndoto hii, omba namna hii. Tumia kitabu cha Zaburi 118. Biblia inasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitasimulia matendo makuu ya Mungu aliyonitendea. Hivyo tamka maneno haya mara 118, ukiyatamka kwa sauti kabisa. Na ukisha tamka mara 118, I'm telling you, hakuna roho ya mauti itakuwa na nguvu kwako. Mtu mmoja anaweza kusema, mbona ni mara nyingi sana? Ukuta wa Yeriko ulianguka 7 mara 7, lakini Nuhu alijenga safina miaka 120. Sio siku, ni miaka 120. Kwa na wewe tamka mara 118, hiyo roho ya mauti hautoiona tena kwenye maisha yako. You just do the way I instruct you. You will never lose anyone. No one can die. Majina yangu naitwa Pastor Philip Mbasha, nabii wa ndoto. Ukiwa na uhitaji wa kujifunza zaidi, ingia YouTube ujifunze mafundisho ya ndoto mbalimbali. Vile vile unaweza kutumia namba ya simu hiyo kuwasiliana na mimi. Mungu akubariki sana. Amen.